uwezo wa neno lake linalosema kweli na ambalo linatimiza aliyo mapenzi yake. Kawa kimya mbinguni kama nusu saa, nami nikawaona wale malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu, nao wakapewa tarumbeta 7. Malaika mwingine akaja akasimama karibu na altare akiwa na chotezo cha dhahabu, akapewa mafukizo mengi ya ubani ili ayatoe sadaka pamoja na sala za watakatifu wote juu ya altari ya dhahabu iliyopo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa yale mafukizo ukapanda mbele ya Mungu pamoja na sala za watakatifu kutoka mikononi mwa yule malaika. Kisha malaika akatoa kile chotezo, akakijaza makaa ya moto wa altare, akayatupa duniani. Kukawa ngurumo na sauti kubwa na umeme na tetemeko wa nchi. Ni hayo tunayofanya hapa saa hii. Bwana Mungu Baba Mwenyezi, nuru isiyokwisha kamwe na chanzo cha nuru yote, utakase moto huu mpya na utujalie kwamba baada ya giza ila uzima huu tupate kuja bila uchafu kwako wewe, mwanga wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Pae mbele yako kama moshi ya ubani altareni, pamoja na marehemu wetu wote na wanajamaa wetu wote waliotutangulia mbele ya haki yako, wewe uliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunarudia louange ile na kila mmoja anapata nafasi yake. Yesu anafanya kazi zake kwa sahihi za ajabu katikati yetu, katika jamaa wako zetu, katika mtu wako wa kizazi. Tunapanda msalaba wa Yesu kwa sahihi. Tunapanda msalaba wa Yesu mshindi miti ya kizazi yako, mtu wa ukoo wako, mtu wa familia, mtu wa jamaa yako na marafiki wako, kwa kizazi cha kwanza mpaka cha 4 na cha 7. Kasana mutende kuliko kutenda, mutende kile ambacho Baba anatenda, mfanye katikati yetu. Roho Mtakatifu achilia nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Amen.